Kuna kasi? Vipi? Dada, kaa chini kwanza. Haya, kwanza kunjua mkeka. Dada, huwezi amini, nimeota ndoto mbaya sana. Ndoto hiyo ya aina gani kilichofanya wewe mpaka ustuke hapa? Dada, mimi nimeota nimekufa. Tena sio kufa tu, nimeota nimefungwa sanda, tena mfungwa wa pipi. Sikiliza mdogo wangu, hizo ni ndoto tu kama ndoto nyingine. Hata enzi za mababu huko, manabii kulikuwa na ndoto. Hata unabii Yusufu aliota ndoto. Sawa? Sasa wewe dada, ndoto za manabii sangine zilikuwa za kawaida tu, lakini mimi nimeota ndoto ya kufa dada, Asa unataka mimi nife haraka au? Ndio uko umesha kulala mchana. Sawa. Na unaona hapo ndoo hazina maji. Kwa hiyo uamke hapo, uende utute maji. Sasa lala tena, kama uliota umefungwa kwenye sanda, sasa hivi utatoka bulini. Aka, silali. Basi ndio uinuke ndio hizo. Sawa. Fanya hivyo nilivyokuambia. Sawa dada. 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 Mama mfuniko. Mkubwa mdogo? Mdogo. Dada. Be. Nilikuwa chooni. Vipi tena na mapanga? Naona masili ya mawingu na masika haya. Mimi nataka niingie polini katafute kitoweo. Sawa, haina shida. Kwa mimi nitapitia kwa makasi pale. Nimcheki ili tuingie polini. Sawa. Ila ndio usichelewe kurudi. Haya, ila mimi chakula cha mchana usiniwekee. Baada tukienda polini tunajua mimi na makasi wazee wa kazi, wana makazi. Tukifika kule tunapiga ndezi, tunachoma, tunapiga msosi huko. Msosi wetu sisi nyama. Tunajua si wanaume wa kazi. Haya bwana. Haya sawa. Odi. Makasi. Wewe makasi. Karibu. Dasi zonje wewe. Kigwede. Niambie dasi zonje. Za kutoka hapo. Safi tu, shikamoo dada. Mara dada kwa jambo. Jambo, sijui wewe. Hatujambo tu. Vipi makasi nimekukuta? Amelala ndani. Hivi dada yako yupo? Dada nimwacha nyumbani. Sawa. Ukitoka hapa, ndio dada yako nina shida naye. Sana tena. Hilo halina shida, nitafikisha. Imeisha hiyo. Sawa, basi ngoja nikutie makasi. Haya, poa, haina shida. Makasi. Wewe makasi? Naam dada. Anakuta rafiki yako. Makasi. Niambie ndugu yangu. Fresh makawa. Kama kawa fresh? Fresh, mbona laoke mchana muda kutafuta wewe? Ndugu yangu sinajua tena nimetoka shamba nimechoka. Tondoke muda msimu wa ndezi huu, ndoke mimi paka shali andaa. Mimi niandaa kila kitu. Basi ndio hivyo. Sasa hapa tubebe hata kidogo beba, chukua mfuko kule, uhakika msimu ndo wa kwake huu. Basi haina shida. Dada jamwaga. Dada. Dada. Abe. Mimi naenda kwenye mazingira yangu bwana. Naenda kutafuta kitoweo. Sawa. Lakini usichelewe kurudi. Mna sichelewe dada. Sichapu tu, si mnachelewaga eti? Hatuchelewi, siku leo naenda uhakika. Sawa. Basi poa dada. Kigwede. Naam dasi zonje. Sawa. Imeisha hiyo. Ondoke mwanangu. Ondoke.
Sasa ndugu yangu, tupumzishe hapa. Au si? Weka mzigo hapo, tupige story kidogo. Ili tuendelee na kazi. Kutafuta huku. Hata. Uso muda kukaa ndugu yangu, tufanye kilichotuleta bwana. Unaona kaka kama hivi. Ndugu, muda unazidi kwenda, wewe vipi? Haya sawa, nilikuwa najua labda nitapiga story 2 3 napumzika kidogo mapi kutoka mbali. Kwa hiyo tuondoke. Kwa hiyo mimi. Kwa kweli umeacha. Mkula nyama muda mrefu nini? Mimi kitambo na mna ndevi. Hujakutana naye? Nimemkosa kosa mwanangu. Hadi nguo yangu nimechana, si unaona? Sasa wewe nguo rafiki yangu. Mimi chukuchuku nguo nivunje, angalia. Pole sana ndugu yangu. Kwa leo mwanangu tunarudi bila kitoweo. Inakuaje? Mimi nyumbani sister nimwambia asiniwekea hata msisi wa mchana. Tukija huku uhakika. Unga si upo lakini? Unga upo. Kama upo tunaenda kutoa dongo hivyo hivyo tuondoke. Wanaume tumeambiwa kutafuta lakini sio kama hivi. Kwa hiyo unaonyesha udhaifu. Hamna, mimi nimechoka baba, sio kwa udhaifu kama unaweza ukaforce sana mwisho wa siku mtu kafa. Tuondoke baba. Mwamakasi. Vipi? Mzimu dada. Mzimu? Mzimu wa chooni? Ndio dada. Twende kwanza. Twende bwana wewe. Hivi wewe mzima kweli wewe? Ndio dada. Huo mzimu upo wapi? Umeondoka. Katizame. Kwani vipi siku hizi wewe? Dada. Hauwezi amini. Asa dada nisikilize basi kwanza. Asa dada mbona unaondoka sasa? Afu wewe. Kama sasa hivi una data, nikupeleke Milele. Sawa? Yaani mimi nikurupusha ndani kwa yuko. Kwani sasa unachanganyikiwa akili Nakuuliza wewe Makasi. Au madem zako kumitana na kuchanganya?
Ndio unakuja kunipigia memba kelele hapa. Sasa dada, mambo na demu tena anakuja wetu. Alafu wewe jiangalie, umesikia? Basi aishe. Mimi dada yako sio binamu yako kuja kunitania tania. Mimi dada si kutania, ni serious kweli. Sasa mbona hamna huo mzimu upo wapi? Sasa mimi mwenyewe ndo nimeshangaa sasa pale nilivyoenda kuangalia ndo nimeshangaa kaenda wapi? Hivi dada, mimi toka lini nikafanya vitu kama hivi? Cheki na baga kwa kuweka hiyo ndala. Ujinga tu. Mwenyewe karibu. Asante. Zawadi. Niambie sasa. Mzima? Mzima kwema. Karibu. Nilikuwa nimekumisi kweli. Ngoja basi nichukue mkeka shoga yangu. Poa. Niambie shoga yangu. Salama tu, za kwako? Nzuri, za kuadimika. Safi. Nikasema usizonje shoga yangu, ndo kashanitumia ujumbe kaniita huko, siji kuna jambo gani huko. Yaani shoga kusutana tu. Yaani shoga yangu. Nina matatizo mwenzio ya kuhusu mdogo wetu Makasi. Yaani Makasi simuelewi. Makasi amekuwa mtu akuota kila siku ndoto za ajabu ajabu. Juzi tu hapa kaota ndoto kafungwa pipi. Kiufupi yani marehemu kafungwa sanda. Jana tena alienda chooni kuoga. Katoka mbio huko. Anasema kukutana na mzimu. Nimetoka mimi kwenda kuangalia huo mzimu. Sijauona. Kwa shoga yangu kasema mimi hapa sielewi. Ni mkono nani? Zawadi. Ili aje tushauriane, tumsaidie huyu mdogo wetu. Maana anateseka, anapata shida. Pole sana shoga yangu. Nimeshapoa. Kwa maana unavoniambia mie hayo maneno na kaka yangu ilikuwa ni hivyo hivyo. Yaani alikuwa hivyo hivyo unavyohadithia hivyo. Kwa hiyo mimi cha kukusaidia, kuna mtaalamu sijui mpaka leo yupo, ila nitajaribu kumwangalia huyo mtaalamu. Kama atakuwepo nitakuja kukwambia tumpeleke. Utakuwa umenisaidia shoga yangu. Yaani utakuwa umenisaidia mimi na mdogo wangu. Maana anapopata shida, yaani mimi mpaka nafsi inaniuma. Basi sawa. Kwa hiyo kwenye kuni atwendi. Yaani hilo ndio jambo la maana. Yaani hapo unavona sina hata kunaona pale jikoni peupe. Sina hata kuni. Tuondoke kwenye kuni shoga yangu. Yatakayojiri tutajua, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anayejua. Sawa basi wewe tangulia kwenye mbali nitakupitia hapo. Haina shida. Haya poa. Haya kwa heri. Haya karibu. Asante. Haya. Natamani nikufika nacho nikakufika ndani asona baya wako. Nilitamani nikufika nacho nikakuficha ndani asona baya wako. We haya we sawa, sindo umefurahi. Bwana Kipala, vipi? Karibu. Oya, hebu subiri kwanza. Hivi wewe unatafuta nini kwani wewe? Mbona sikuelewi Kipala? Nakutafuta nini kwa kipi sasa? Ina maana unapolima hapa, wewe unajua kama hapa ni shambani kwangu?
Kipalala, kusoma hujui hata macho uone? Sio kusoma sijui hata macho sioni. Najua kuona, najua kutizama, lakini hapa ni shambani kwangu. Ina maana wewe haujui mwisho wa mpaka wako mpaka unaingia katika eneo langu. Hata Kipalala, siku zote tunazolima msimu tunalimaga, mimi nalimaga humu na wewe unaishiaga humu. Sikia nikwambie, huku ni wa kwangu. Mpaka wako wewe mwisho wako ni hapa. Sasa leo hii unakuja unaingia katika eneo la kwangu mimi. Hivi unatafuta nini wewe? Chukua michanga yako ulishe kwenye mpaka. Na hili eneo la kwangu mimi. Wewe ushaanza kuchanganikiwa. Sitaki fujo. Yaani mimi naongea bado unazidi kulima. Hapa ulimi. Kwa hata ule jembe la kwako. Na ile jembe naondoka nalo. Kipalala, hebu achia jembe langu bwana. Sikia nikwambie. Huko unataka nini Kipalala? Niachie bwana. Nimesema hapa ulimi. Kipalala tutagombana. Kipalala tutagombana. Ili eneo la kwangu mimi afu na hivyo unakuwa mkali. Acha jembe langu. Jembe siache. Kwa Kipalala. Toka shambani kwangu bwana. Kipalala, amka. Ndugu yangu. Ndio hivyo kama nilivyokuambia. Au vipi? Naona mambo yalikuwa sio mchezo. Sasa ndugu yangu, mimi ndo naondoka bwana. Haina shida. Au vipi? Kila kwa wakati wengine tutakutana tena. Ndugu yangu. Hamna shida au vipi? Ndio hivyo. Mambo fresh tu pale. Kipalala. Makasi vipi? Ndugu yangu. Nini kinakusumbua? Ndugu yangu. Nimeua. Umeua? Makasi. Umemuua nani tena? Nimemuua Kipalala ndugu yangu. Umemuua Kipalala? Kipalala huyu unayemjua mimi kijijini hiki? Au kuna Kipalala mwingine? Ndugu yangu, sasa mimi ni kweli. Ndio nimemuua Kipalala. Mungu. Kipalala huyu. Hivyo una akili timamu? Kipalala nimetoka kuzungumza naye sasa hivi hapa, tumefurahi, tumepeana mikono. Hata masiala basi, toka lini mimi nikakwambia vitu kama hivyo ndugu yangu Makasi. Hivi una matatizo gani? Mimi na imani hauko sawa. Kuna vitu vinakusibu. Inawezekani ukasema Kipalala umemuua. Kipalala najua mimi, Kipalala ipo hai. Anadunda adundika. Mpaka atafuta vichanchede, leo hii unasema Kipalala umemuua? Mimi na imani hauko sawa. Ndio tutazungumza. Hebu nielezee. Hicho nilichokwambia. Najua huwezi kuniamini ndugu yangu. Maana nimemuua Kipalala kwa mikono yangu. Makasi. Naam. Najua sasa hivi akili zako wewe, kichwa chako hakiko sawa. Hainiingia akilini kabisa. Kwa sababu Kipalala anatoka, wewe ndo unaingia. Halafu leo unasema umemuua Kipalala kwa mikono yako miwili. Hivi ni kweli inaingia akilini? Toka lini nikakwambia taarifa za uongo? Nakwambia nimemuua kwa mikono yangu hii miwili. Toka lini mimi nikakuongopea leo ikawa mara ya pili?
Makasi, sijajua jambo gani ambalo nakusibu kwa sasa hivi. Haiwezekani ukanielezea vitu kama hivyo mimi ukanilazimisha nikuelewe na nikuamini. Iko kitu hakipo. Sawa, tufanye mimi sasa hivi nimekuwa chizi sasa. Yaani umu akilini mwangu kwenye kichwa changu hakuna kitu. Hakuna jambo lolote ambalo sasa hivi Makasi kanielezea mimi nikakuelewa. Nachohitaji nenda kapumzike kwanza, labda kwa baadaye ndio tujue ni jambo gani nalifanya. Lakini kwa sasa nenda kapumzike. Sawa. Ngoja mimi nikalale, huenda nikiamka naweza akili yangu ikarudi. Haya, nenda. Hiyo asikusindikizi. Mao utazidi kunipambaisha maneno mengine hayana maana. Sawa. Baadaye. Haya, haina shida ndugu yangu. Mbona kila siku simuelewi? Tutaendelea kwenda shughuli zetu za uwindaji. Sasa wewe mdogo wangu Kivuli, hii miogo hii umechelewesha. Kuchelewesha kufanyaje? Kuchelewesha kuanika, maana ingekuwa ishakauka sasa hivi. Kinu hichi hapa nimekalia, ibidi sasa tunatwanga. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Miogo ndo kama hivyo haijakauka. Hiyo changamoto hiyo. Na hela hatuna mfukoni, sema naenda kununua unga na kula. Hapo cha msingi hapo. Utafuta kuni tu. Tunachukua tunawasha moto, tunaikaanga. Tunaikaanga, maana naichukua sinia na ikajikoni na chukua miogo na kaanga. Tatizo. Yaani wewe jina lako Kivuli na akili zako zote Kivuli. Sasa unakaangaje miogo? Shani vurugu. Na kaanga kivipi sasa nielekeze? Nikikuelekeza uelewi. Mimi nielekeze? Basi bwana. Haya, tajua hapo hapo kitajitokea. Hebu kanichukulie maji kwanza ndani. Kanichukulie maji ndani ninywe. Maji sasa wewe unakunywa na umekula nyumba kunywa. Dada, leo nilivyokuaga naenda shambani. Nilipofika shambani, naanza palilia miogo, mara ghafla akatokea kipalala. Akawa anaanza kunikaripia huku akiniambia kwa nini tunaingilia mipaka yake. Sie tunamweka kwenye mipaka. Ndiyo dada, kwenye ubishani. Kwa bahati mbaya nikamsukuma kipalala, tena akatokea bahati mbaya akadondokea kwenye jembe. Kwenye jembe? Sasa nilivyokuwa namwangalia na mchunguza, nakuta damu nyingi zinamtoka na istoshe akawa amekufa. Kwa hiyo maana mdogo wangu umeua? Kumbe siwezi kusema kuwa nimeua au sijaua. Una maana gani? Maana muda narudi shambani nikiwa na hofu, nikamkuta kipalala nyumbani kwake.
anaongea na mdogo wake, tena wanafurahi, wanacheka. Nilijawa na wasiwasi mkubwa sana dada. Imekaaje kaje? Yaani yule ulikuwa shamba, ghafla kaja kipalala. Ndio dada. Mkazozana kuhusu mipaka, ukamsukumiza kadondokea mti hapa ya jembe. Ndio dada. Kafa hapo hapo. Wakati unarudi umemkuta nyumbani kwake na mdogo wake wanapiga stori, tena kwa kufurahi, kwa kucheka. Alafu sasa isitoshe, nikarudi shamba kwenda kuhakikisha namkuta tena kipalala amekufa pale pale nilipomwacha. Sikia mdogo wangu, sasa hili lishakuwa tatizo, tena tatizo kubwa sana. Ila usijali, nimeongea na yule rafiki yangu ile Zawadi yule. Ndio. Dada Kigwede. Nimeongea naye akasema kuna sehemu anatopeleka. Tena ikiwezekana sasa hivi inabidi niende nikamtizame kama yupo atupeleke hiyo sehemu. Maana nilikuwa nalipotezea kuliona jambo la kawaida. Sasa alishakuwa tatizo. Mwisho wake utanita dadako nimekufa ndani. Basi sawa dada. Fanya hivyo usichelewe dada, maana yake mimi nishachoka dada. Kila siku mimi tu, mimi nimemkosea nini Mungu sasa? Useme hivyo mdogo wangu, maana kusema hapo Mungu utakumfuru Mungu mwisho wake ikawa tatizo. Kwa hiyo usijali kama nilivyokuambia. Sawa dada. Sawa basi mimi nipo ndani. Haya, mimi hapa nitapumzika kama ugali ukilivya utaniamsha. Usilale. Lala tena. Unakumbuka juzi nikwambiaje? Kaburi. Aka silale. Hapa shoga yangu hakuna kupoteza muda. Tufanye hapa tunduko mtaalamu. Ni kweli dada. Maana tukizidi kuchelewa muda unazidi kupotea. Ndio. Sawa. Mimi nimewasikia. Ila mna moyo. Moyo tunayo. Na ndio tumekuja. Na nia tunayo. Ndio tunataka twende kwa mtaalamu. Mdogo wangu manake anateseka. Sasa nawapeleka kule, mara mnaanza kukimbia. Mimi nitaonekana mbaya pale. Mganga mwenyewe hatari. Inatakiwa mkifika pale mtulie, msikilize atakachowaambia. So mnafika pale, mganga hajasema hivi mmeshaanza kukuruka kukimbia. Hapana mambo hayo. Sio, mmenielewa? Nimekuelewa shoga yangu. Basi haina shida. Tuondokeni. Sawa. Haya ngoja nikafunge mlango wangu. Sawa. Mganga Zombi nimekuja. Wale watu niliokuwa nikikwambia wana matatizo ndo hawa hapa. Na sana sana huyu kijana ndo mwenye matatizo hayo. Ni kweli. Mimi ndio mganga Zombi. Karibuni sana. Asante mganga. Kijana, kinachokusumbua wewe ni ndoto. Ndio mganga. Ili uweze kutatua matatizo yako ya ndoto, ni lazima uingie katika ulimwengu wa ndoto. Ulimwengu wa ndoto? Ndio ulimwengu gani huo ulimwengu wa ndoto mganga? Ulimwengu wa ndoto ni ulimwengu ambao unatakiwa uingie ukiwa umelala. Huko kuna viumbe utakutana nao. Hakikisha unashika pembe lao la ibada na unasema maneno haya matatu, mara 3. Sunche sunche inkanami. Utasema mara 3. Ukifanikiwa kuyatamka haya, utakuwa umemaliza tatizo lako la ndoto na utarudi hapa ukiwa salama. Mganga, itakuwa sio hatari? Ni hatari, tena ni hatari sana. Kwa sababu ukifa katika ulimwengu wa ndoto, ndio utakuwa umekufa katika ulimwengu huu. Hivyo basi, kuingia katika ulimwengu wa ndoto
lazima uwe shupavu, shujaa na mwenye nguvu. Sawa mganga, mimi nipo tayari kuingia katika ulimwengu wa ndoto. Sawa, nifuateni. Na mimi mganga? Makasi, ninakuingiza katika ulimwengu wa ndoto. Ndio mganga. Hivyo basi, kuingia katika ulimwengu wa ndoto ni hatari zaidi ya hatari, kwa sababu ukifa katika ulimwengu wa ndoto ndio umekufa katika ulimwengu wa kawaida. Ili uweze kutoka katika ulimwengu wa ndoto, ni lazima utamke maneno yafuatayo: sunche sunche inkanam, mara 3. Sawa mganga, nipo tayari kuingia katika ulimwengu wa ndoto. Lala. Makasi, unaiona hii ilizi? Ndiyo mganga. Pindi nitakapoipitisha ni lazima uitazame na ufunge macho yako. Sawa.
Makasi, Na tatizo lako la ndoto limekwisha. Hivyo basi hatuna budi kupoteza muda. Twende nyumbani. Unaiona hii chupa? ndiyo mganga. Humu ndimo yalipohifadhiwa matatizo yako ya ndoto. Hivyo basi hakikisha unakwenda kuifukia katikati ya makaburi, na hakikisha unapoenda kuifukia, hakikisha huonekani na mtu wa aina yoyote. Sawa mganga. Endapo kama utaonekana, kiumbe kilichomo humu ndani kitatoka na kitaendelea kusumbua ulimwengu. Hivyo kuwa makini pindi unapoenda kuifukia. Sawa mganga. Kamata. Kwa hiyo mganga, hapo Kuwa matatizo finish. Hapo matatizo yamekwisha. Tunashukuru mganga, asante sana. Karibuni sana. Mganga, asante kwa kutusaidia. Karibuni sana. Sawa basi, acha tuende. Sawa, naweza kwenda. Haya, sisi tunaenda. Naweza kwenda. Boywe nyangandela boywe. Ya boywe nyangandela boywe. Boywe nyangandela boywe. Boywe nyangandela boywe. Boywe nyangandela boywe. Boywe nyangandela boywe.